unajua juzi wakati tunafanya ile hafla pale ya Engineer Hersi Gymkhana pale, nilimtania kumwambia kwamba kila jambo zuri lina uzuri wake na changamoto zake. Kaambia sasa hivi hatua ya awali ya CAF Champions League na Confederation imekuwa ngumu sana, kwa sababu timu nyingi zinaea. Kwa imagine tu timu kama Silver ina $100,000 kuperform tu hatua za awali. Kwa hiyo kwa $100,000 maana yake inawaongezea nguvu kwenye maandalizi. Tofauti na miaka ya nyuma ambako ilikuwa mpaka muende hatua makundi ndio mpate hela. Lakini sasa hivi kila timu hatua ya awali iko vizuri financial. Wachezaji wanakuwa wako motivated, bonus inakuwa kubwa. Kwa kila mechi inakuwa ngumu. Nyinyi mmeona hata kwenye hatua hii ya awali iliyopita, timu yetu Tanzania tumefuzu lakini tulistruggle. Zote tumefuzu kwa magoli mengi lakini kwenye pitch ulikuwa unaona kuna ushindani. Tofauti na miaka hiyo wanacheza na Zala unajipigia tu, unacheza na unajipigia. Sasa hivi hakuna mnyonge. Sasa hiyo ni ishara kwamba mpira wa Afrika umekuwa kwenye ngazi ya vilabu. Na sisi kama Young Africans wenye malengo ya kufanya vizuri kwenye Champions League, tunatakiwa twende kwa tahadhari zote. Yaani kwa akili, nguvu ile ambayo tunakwenda na mpinzani mkubwa, tunakwenda nayo Malawi. Lakini kwa upande wa mashabiki, hii ni fursa kwa klabu yetu Young Africans kupata mchezo na taifa jirani ambalo kwa njia ya basi linafikika. Ni fursa kubwa kwa mashabiki wetu kusafiri kwenda kuiunga mkono timu yao. Kwa orodha ambayo nimeipata ya mwisho asubuhi ya leo, magari yameshafika 55. Kwa maana Iringa yako magari, Songwe yako magari, Mbeya idadi imeongezeka magari 25 so far. Kwa magari yamekuwa mengi sana ambayo yanatoka Tanzania yanaelekea Malawi. Sasa hiyo ni ishara nzuri kwa chapa ya klabu yetu Young Africans, ni ishara nzuri kwa chapa ya ligi kuu ya Tanzania, na ni ishara nzuri pia kwa mpira wa Afrika kwamba kumekuwa na muamko mkubwa. Kutoa tu mashabiki hapa gari 50 kwenda kwenye taifa la jirani si jambo dogo. Kama Tanzania bitu itazame kwa picha kubwa na tuone tuna muamko mkubwa wa kimichezo hapa. Tangu akiwa Malawi anawapromote vijana wengi kutoka under 20 kuingia senior team akiwa na timu ya taifa. Platinum coach anarejea katika ardhi ya nyumbani. Bwana, kwanza mazoezini tumeona huko pasi zinaingia. Kwanza kuna mtu mmoja wa hovyo. Na mtu mmoja wa hovyo sana juzi wakati tumtambulisha kocha alipita kwenye comment pale. Akasema huje mnamuita Patrick Mabedi. Huyu ni Patrick Mavitanda. Nilicheka sana ile comment, nikasema Mavitanda, sema Mabedi. Huyu tusiturahisishe tu tumuite Patrick Mavitanda.